you have in the church and how much you give, as long as you're not first giving yourself to the Lord, then the Bible says that the Lord hates the sacrifice of sinners, and especially even giving with the wrong motives. Praise God. Amen. As much as this Bible is existing, vile Biblia hii inaendelea kuwapo, which is the word of God, ambayo ni neno la Mungu, which is the mind of God, ambayo ni akili ya Mungu, which is the wisdom of God, ambayo ni hekima ya Mungu, which we touch and read, hiyo ambayo tunashika na the tunaisoma, same way we touch this Bible vile tunavyoishika and know that it is real, na tukijua ndiyo kweli, that is how heaven is. hivyo ndivyo mbingu hivyo, It is real ndivyo mbingu and ilivyo, visible ninaishi and visible. ninaonekana. Praise God. Amen. But with the spiritual eyes, Lakini katika ulimwengu wa kiroho na macho ya kiroho, because the Bible says, maana Biblia inasema spiritual things vitu vya kiroho are spiritually understood. kwa hivyo vinaeleweka katika njia ya kiroho. Spiritual things Vitu vya kiroho are spiritually seen. vinaeleweka, vinaonekana katika So kiroho. we have to be real in the spirit Sasa lazima tuwe katika roho, to really understand tufike and kuelewa believe na kuamini and know na tujue that heaven is real mbingu iko beyond doubts. hiyo, bila shaka Heaven is real. mbingu iko. We are just sojourners here on earth. Sisi hapa tunafanya kupita tu, We are sojourners. tusi ni wapitaji. As we were coming, Na wakati tulikuwa and I tunakuja, was talking to my brother, we were just talking. nilikuwa naongea na ndugu zangu wenye nilikuwa The nao, Spirit reminded me, Roho akanikumbusha I am doing what God has assigned me. nafanya chenye Mungu And ameamurisha after kufanya, this, na baada ya hii soon and very soon, ya karibu hivi, God will receive into glory. Mungu anaenda kupokea God will utukufu. receive me to glory. Mungu anatupokea And I will utukufu be in heaven na atakuwa mbinguni in Christ pamoja na with Kristo, God. pamoja na Mungu. Praise God. Amen. Praise God. Amen. That is the focus of every Christian. Hiyo ndio unafaa kuwa mwelekeo wa kila The Mkristo. perspective of every Christian. Kila Mkristo We yoyote should see God the way He is. tunafaa tumuone Mungu The vile way alivyo, real He is. vile unaona yuko. If we can be real, Kama anaweza kawa if kweli, we can be real, kama sisi kweli tutaweza kawa how kweli, can God who created itakujaje us ule Mungu aliyetuumba be an imagination, yeye awe katika tunagesi tunafanya be kuyangiza, an imaginary God? yani tunafikiria tu, It is not possible. hiyo haiwezekani. How can what is an imaginary create what can be seen? Yani kile kitu ambacho tunafanya kupangaiza tu kugesi kama kiko, How is that possible? itawezekanaje? Logic will tell you it is not possible. Ya hakuna kitu ambacho kinaweza kukwambia yeti Praise hakiwezekani. God. When man Mtu builds a car, akitengeneza gari, he doesn't build a spiritual car yeye hawezi kutengeneza gari ya kiroho, to be driven by physical people. ewe inapelekwa tena na watu wa He kimwili. builds a physical car Yeye anatengeneza gari inayoonekana ya kimwili, because he himself is physical. maana yeye mwenyewe pia naye ni mtu wa kawaida. Praise God. Amen. So God who created us Sasa Mungu aliyetuumba and made us real, na akatuweka kabisa then tukawa we tuko, can be sure na hapo tunaweza kuwa na ukweli na that uhakika he is real ya kwamba na yeye ni ukweli, beyond any reasonable doubt. hakuna kuwa na shaka yoyote. Praise God. Amen. And if we are able to take it this way Na kama tunaweza kukichukuliwa and namna hii believe it this way, na tuamini namna our hii, lives will never remain the maisha same. yetu hayatabaki They yalivyo, will never remain the same. hayatabaki yalivyo. You will be growing from one degree of glory Utakuwa unatoka katika utukufu hadi utukufu to mwingine, another. To another. kwa utukufu mwingine. You will be growing from one degree of pastoral ministry Utakuwa unatoka katika kiwango cha ule utumishi wa to uchungaji another. kwa kiwango chengine. Praise God. Amen. You will not preach as though you are preaching history. Utahubiri kama vile unaona unahubiri kitu cha kawaida. You will not just do the work of God without tangible fruits. Yani utafanya kazi ya Mungu bila matunda. You will do the work of God Utafanya kazi ya Mungu and see the reality of it. noone And matokeo witness the yake, reality of it uone ukweli in wake your life. katika maisha yako. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Wow. Please. Let us not live by assumption. Tafadhali. Many of us
wengi kwetu even of the servants of God, na watumishi wa we Mungu live by assumption. tunakaa maisha ya shaka. We have failed to grasp the real godliness. Lazima tuwe na imani kushika ule Mungu wa ukweli. We have failed Tuwe na imani to grasp kushika the real perspective ule kitu of faith. ile ambayo ita imani ni Mungu. Praise God. Amen. We are just doing this. Yani tunafanya vitu tunapapasa. It's as though we are in darkness. Tunaonekana kama tuko katika no light. giza. Hakuna mwangaza. We are trying to see where we can go. Sasa tunapapasa. Tunakutumia mikono yetu. To determine whether there is a way. Yani tuone kama kuna njia. God wants to give you spiritual eyes. Mungu anatakana tupe macho ya kiroho. He expects you to have spiritual eyes. Atupatie macho ya kiroho. And the spiritual eye. The spiritual eye is the true faith. The pure faith in God. Praise God. Amen. That calls things that are not. Kuita vitu ambavyo and they become. Praise God. Amen. That's why the Bible says we no longer live, but the Christ lives through us. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Amen. Salvation is real. Wokovu ni ukweli. Not an imaginary thing. Wokovu si kitu cha kufikiria. The life in Christ. Uzima katika Kristo. The life in Christ. Uzima katika Kristo. It is not as per se. Yani sio kitu ya kutaja tu. It is real. Iko ni kweli. The benefits. Manufaa is real. Ni ukweli. The truth ukweli is real. Ni ukweli about the life in Christ. Katika Kristo Yesu. What Yesu. the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia inasema. What you should get. Kile chenye tutapata. After living this life in Christ. Tutamaliza huu mwili kukana Kristo. Iko ni kweli. Praise God. Hiyo ni ukweli. Therefore you are grabber. Sasa wewe kama Therefore you are grabber. Wewe chukua. Therefore you are possession. Chukua. Therefore you are inheritance. Chukua. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. We need to live this butter and bread Christianity. Ya tuache uokovu wa kubangaiza yani wa kutegesha. We need to grow. Tunahitaji kukua. Praise God. Amen. We need to stop speaking lies. Tunataka tuache kuongea uongo. We speak lies without knowing. Tunaongea uongo bila kujua. Because we have assumed. Maana tumefikiria that lies are truth. Ni kama vitu viko kweli. Simply because what you are talking. Kwa ukweli ya kwamba vyenye unaongea. Simply because you are talking about another person. Kwa sababu unaongea kinyume na mtu mwingine. No, you are talking about another person. Unaongea kuhusu mtu mwingine. You are talking the virtue of another person. Unaongea maisha ya mtu mwingine. And then we'll stand here on the pulpit. Tena tunakuja tunasimama hapa kwa madhabahu. And we'll tell believers. Na tunawaambia washirika. What is not of us. Mbacho sicho sivyo tulivyo. I am speaking to pastors they are here. Naongea kwa wachungaji wenye wako hapa. And we'll tell believers. Na naambia washirika. What is not of us. Unawaambia washirika what we don't really experience. Mbacho wewe hujapitia. And we tell it. Tunawaambia with confidence. Na tuna ujasiri. We are experiencing it. Na tunajua. That is a lie. Na kwamba huo ni uongo. That is a lie. Huo ni uongo. Praise God. Amen. When we tell God we say God can do. Kama tusema Mungu anaweza akafanya. God should start doing with us. Mungu anataka aanze na sisi. God should have started doing with us. Mungu angekuwa ameanza kufanya pamoja nasi. Because the Bible says. Biblia inasema. A man cannot give what he doesn't have. Ya kwamba mtu hawezi kupeana chenye hana. I cannot give you a Bible. Hawezi kupatia Biblia. Which I do not have. Ambayo sina. We cannot tell people. Hatuwezi kuambia watu. What is not our experience. Ambayo si kitu ambacho sisi tumekiona. We must tell people. Lazima tuambie watu. What is of our experience. Ambacho kile ambacho tumekiona tumekipitia. Na lazima tutafute. Have the same experience. Kutoka katika ule ujuzi wetu. So that we can be able to pass over. Ili tuweze kupitisha kwa watu wengine. In their lives. Katika maisha yao. That is the time we'll be preaching the living gospel. Hapo ndio tutakuwa tunahubiri injili iliyo na uhai ndani yake. A gospel which is alive. Injili ambayo ina uhai ndani yake. Which is infective. Tunaambukizana. Praise God. Amen. Praise God. Amen. We have a problem in the church. Tuna shida katika kanisa. And it must stop. Lazima ikome. By the hand of God. Kwa mkono wa Mungu. It must stop. Lazima ikome. And it has to start with CCM. Inaanza na CCM. It has to start with CCM. Lazima ianze na CCM. If you cannot carry this. Sasa kama utabeba hii. And you are a CCM pastor. Na wewe uko katika CCM. And you are a CCM member. Wewe ni mshirika wa CCM. You better look for a refuge
elsewhere. Wewe ungetafuta mahali pengine pa Better look for a kujificha. refuge elsewhere. Lazima utafute mahali pa Because kujificha. it will be too hot for Wakati you wewe to be able wewe to kuweza withstand it. wewe kusimama. Praise God. Amen. This is the Spirit of God Huyu ni Roho wa who Bwana is talking ambaye to anaongea you kwako. who are here. Wewe ambaye Bwana asifiwe. Hallelujah. Let us live real lives Wacha tukae uzima wa in ukweli. Christ Jesus. Yaani wa Kristo wa I am ukweli. not talking about myths. Mimi siongei kujihusu. I know what I know, it is true. Najua chenye najua ni ukweli. Praise God. Amen. I don't serve an imaginary God Mimi situmikii Mungu ambaye ni wa kubangaiza, who exists somewhere by faith. ambaye anakaa mahali kwa But in ajili ya that imani. sense, he is not there. Hiyo yeye hayuko. Inayoonekana So kama I just hayuko. live a normal life Sasa hapo nikae maisha ya kawaida. like anybody else. Sasa kama mtu And then you yoyote. look at my life, Ukiangalia maisha you yangu realize unagundua there is no difference wanasema kuna between utofauti me katikati yangu and the people of the world. na watu wa ulimwengu. And I am here Na mimi niko hapa professing na of ndatabiri a different life natabiri maisha mengine from the worldly life. ya kutoka katika ile nchi ya ulimwengu Praise ya uzima. God. Amen. That is synonymous to most of us Christians. This one must be rooted out. Hii lazima ing'olewe. Before I die, Hiyo kabla before I sijakufa, have received to glory, kabla sijaingia this katika must be utukufu, rooted out. hii lazima In the ing'olewe church of Jesus katika Christ. kanisa ya Kristo. Praise God. Amen. Hatutaishi maisha ya mazirai. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hatutaishi maisha ya mazirai. Like as though it is just a common life. Yana iko kama maisha ya kawaida tu. Praise God. Amen. That is not what God called Hiyo us for. sio Mungu ametuitia. He called us to a unique life. Alituitia maisha ya A royal utofauti. priesthood. Maisha ya uteua ya A uteua. holy nation. Huya taifa God's takatifu. own special people. Ya watu tofauti Who wateua. possess Hao everything. wanachukua kila Who live kitu. in full Hao wanaingia fulfillment katika in kutoshelezwa their lives. katika maisha Because yao. everything is provided for. Maana kila kitu tumepewa. Not by mighty. Si kwa Not nguvu, by power. si kwa nguvu, But by the Spirit of lakini God. kwa Roho wa Who Bwana. God gave us as our helper. Ambaye ametupatia sisi kama As our wasaidizi wake, minister. kama watumishi To wake. our needs. Wewe tuwezi Praise kuangalia. God. Amen. Let us live visionary lives. Wacha tukae maisha ya Kikristo. Visionary lives. Maisha ya Kikristo. Where you know where you are coming from. Ambapo mahali unajua mahali unatoka. You know where you are. Unajua mahali You uko. know where you are going. Tena unajua mahali You unaenda. are able to see Unaweza in kuona advance katika kule the mbele reality ukweli of the life in Christ. katika uzima Its wa Kristo, beginning, katika its mwanzo beginning, kuanzia and its ultimacy. ninaingilia. Praise God. Amen. That is a visionary life. Huo ni maisha ya Kikristo. Praise God. Amen. I wish men could know. Afadhali watu wangejua, tungejua That saved or not saved. kama wameokoka kama hawajaokoka. I wish they could know Naona watu wangelijua who God is. Mungu The yukoje, truth of God. ukweli wa And the Mungu, truth of God in man. ukweli wa Mungu katika maisha Who ya is mtu Jesus Christ? ambaye ni Kristo The Yesu, Savior of the world. yu mwokozi wa People ulimwengu. would migrate in en masse. Yes. Yaani watu wangeama kwa wingi, watoke kwa maisha ya kidunia, wakimbilie maisha ya kiungu, maisha ya utaua, maisha ya wokovu. Kama watu wangekubali kufunguliwa macho yao, waelewe tofauti ya maisha ya udunia na maisha ya Kikristo, kama wangekubali wao, na Mungu awafungue macho yao, watu wangeama kwa wingi. Oh, hallelujah. Yaani wangeama kama umati, makanisa ingejaa, tuanze kujenga wengine, na kila inapoisha watu wamejaa, kwa sababu wamejua tofauti ya faida na uzuri, Bwana asifiwe, ya maisha ya dunia na maisha ya kiungu. Bwana asifiwe. Amen. But the devil has blinded many. Shetani amepumbaza watu, amefanya vipofu. Even in the church, Hata katika kanisa, even in the pulpit. hata katika madhabahu. Time has come. Wakati umefika. No stone Hakuna jiwe shall be left unturned bali tabaki in the body of Jesus Christ. katika mwili wa The Kristo. light of the word of God Mwangaza wa neno la Mungu will shine utawaka, so bright utawaka everywhere, kila mahali. out to the pulpit, Hapa and madhabahuni whatever is not
not godly na chochote ambacho si cha shall be Mungu exposed. lazima kitawekwa And once wazi. it is exposed, Na kwa nini the kinawekwa Bible wazi? Biblia says, inasema whatever comes to the light, chochote kinachokuja whatever kwa comes to the mwangaza. light, Yes. ceases to be seen. Praise God. Amen. How does it cease to be seen? Kinaachaje kuwa dhambi? Because once it is exposed, Maana chenye the kimefunuliwa, person involved ule mtu ambaye amehusishwa will stop doing what he is doing anaacha kufanya vyenye alikuwa and anafanya, start doing the right thing. afanye vitu ya Because ukweli. he thought, Vyenye alikuwa anawaza, nobody sees me. vyenye alikuwa mtu Nobody sees amuone, me. hakuna mtu But the ananiona. moment the light of the word of God Lakini wakati mwangaza wa Mungu shines, unakuja, shines in his place, unaweka mahali yuko, then there is a turnaround hapo kuna kugeuka from sin to righteousness. kutoka katika dhambi katika That is the utukufu. application of the word. Huo ndio utu wa Praise neno la Mungu. God. Amen. Praise God. Amen. So, Kwa hivyo time has come. wakati Time umefika, has come. wakati umefika, Things must change. lazima mambo In yabadilike the body of Jesus Christ. katika mwili wa Kristo Yesu. I have not been called for CCM only. Mimi sijaitwa kwa ajili ya CCM peke yake. I am been called in the body of Jesus Mimi Christ. nimeitwa kwa ajili ya mwili wa To Kristo, be used of God. nitumike na To Mungu, do what God nifanye chenye Mungu intends for the church. anakusudia In this kanisa time katika wakati we huu are living in. tunakaa. Praise God. Amen. Sahi, the Spirit of God is releasing prophecy. Saa hii Roho wa Bwana anaachilia unabii, And there are some people na kuna watu who will live here wanatoka hapa and just go and continue with their lives the way they have been. waendelee tu na yale maisha yenye walikuwa wanaendelea Why? nayo. Kwa nini? Because of knowing too much. Kwa kufanya wajuaji, Knowing too much of nothing. kujua kila kitu na hakuna kitu Because the anajua. Bible says, Unajua Biblia whoever inasema thinks that he knows anything, yule anayejifikiria kwamba anajua let him know wacha he ajue knows nothing yet. ya kwamba hakuna kitu anajua. Praise God. Amen. So there are people Kana kuna who watu get into church. wene wako They kanisani go into conferences, wanaenda maconference even for their own ministries. na katika huduma zao And they get it kuja and they go out the way they came. na wanaenda nje vile vile Why? waliokuja. Kwa nini? Because of too much know, Kwa sababu wanajua sana, too much deception. yani udanganyifu umezidi. They have lied to themselves Wamejidanganya wao that wenyewe, they are okay. wanasema wako They sawa, know God. wanajua Mungu, They are saved. au They wameokoka, are going to heaven. wanaenda mbinguni. They are pastors. Leo ni They wachungaji, are reverends. leo ni They are mareverend, bishops. bishop, Praise God. Amen. And they remain the way they are. lakini wanabaki vile vile walivyo. The best perspective of a Christian Mtazamo mzuri wa is Mkristo to always know they don't know. ni wakati utakapofika ni kujua ya kwamba hujui, Praise God. kujua ya kwamba If you haujui. know you don't know, Ukijua ya kwamba haujui, you will seek for knowledge. utatafuta hekima. If you know you don't know, Ukijua kama hujui, when the word of God is being preached, kama neno la Mungu linahubiriwa, like you will be Bishop, so keen, ungekuwa umemakinika sana, so keen, ukamakinika until you sana, will not even feel a mosquito hata biting you. usifike kiwango cha hata usikie hata umbu. By the end of it, Mwisho wake you come to realize ukuje a kugundua, swelling, unasikia unaona and umefura, somebody afar tells you, na Mungu ni mtu au amekwambia, From amekwambia afar. mtu kutoka mbali, tells you, akwambia I saw a mosquito mimi niliona umbu coming and landing on you. akushukia hapa. When the apostle was preaching, Pale apostol wakati it is alikuwa the one anahubiri, that beat you. huyo ndiye amekuuma. And then you will say, Utasema but I did not feel it. lakini I did sikusikia, not feel it. sikusikia. Why? Kwa nini? Because you knew Maana ulijua you did not know. ujui, And you were so keen na ulikuwa to makini know. You are kujua, so carried out kuona kuwa that you will umebebwa, not feel the mosquito. uweza hata biting usisikie umbu But akikuuma. some of us, Lakini wengi most wetu, of us, wengi wetu, even when a fly passes above, hata umbu, hata inzi akipita hapa unamfanya he hivi, forgets there is anybody on the pulpit unasahau chenye kinaendelea hapa, preaching. ile mahubiri, Because what is being preached maana chenye is kinahubiriwa not so important for you. si muhimu Who kwako. you know, you Unajua, read the Bible, Unasoma you Biblia, study the Bible, unasoma, you pray, unaomba, you fast. But the unafunga. question is, Lakini the swali langu ni the hili, question is, swali ni kwamba what has the fasting, the praying, the reading of the Bible, the commitment of being a church goer, what has it provided sasa to swali ni make a kwamba difference? swali ni kwamba Between kufunga, you. kuomba na kusoma Biblia na kuwa mtumishi kanisani vimeleta utofauti gani katika maisha yako, Between you katikati and yako the common man, na mtu ule wa kawaida and the common man, na ule mtu
mtu wa kawaida, in the church, katika kanisa, in the world, katika ulimwengu, what has it done to you? imekufanyia nini? The Bible says, Biblia you inasema, will know a tree by its fruits. unajua mti kupitia matunda yake. If it has not been availing to you Kama what you expect, kama ilikuwa huo mti haukupatia chenye ulikuwa unatarajia, then you should realize sasa hapo utajua that you are wanting, ya kwamba you are wewe lacking, wewe you are unahitaji, not yet, you are unahitaji, not what you think you are. wewe hauko kile ambacho unadhani huko. Uko punguani. Yeah. Praise God. Amen. And then you take an initiative. Sasa hapo uchukue umuhimu, Uchukue hatua. uchukue hatua, You take an initiative uchukue hatua, of doing what it takes. ufanye kile ambacho To make kinatakikana, sure kuhakikisha your effort in God ya kwamba kule kujitoa kwako kwa Mungu bears fruits kunazaa matunda in your life, katika maisha yako, physical katika and kuonekana spiritual. na katika upande wa kiroho. Praise God. Amen. That is practical Christianity. Amen. Call your mind to a meeting. Yeah, leta akili yako katika mkutano. Get yourself. Jipime. Know where you are standing. Elewa mahali umesimama. Know your quality. Jua wewe ni quality yako as a Christian. kama Mkristo. Understand yourself. Jijue wewe mwenyewe. If you cannot understand yourself, kama huwezi kujitambua, you kujijua wewe cannot mwenyewe, correct yourself. hapo huwezi kujirekebisha. And you cannot make yourself better. Na huwezi hata kujifanya wema kuliko ulivyo. And you will not wait God hata huwezi kumngojea to Mungu come and make you better. akufanye mwingine. He will not do that. Huyo utafanya. The Bible says, Biblia inasema, draw near to God. wewe mkaribie Mungu. Draw near to God. Mkaribie Mungu. And they will draw near to you. Naye You anakukaribia. must take an initiative Lazima uchukue hatua of gauging yourself kujipima and accepting no kubali na your kukubali status vile of ulivyo, Christianity, maisha yako ya Kikristo, and knowing na ujue there is grace na to neema make it better. uweze kutengeneza huo And kitu reach out kingine for the kizuri, grace. na ukae kwa ajili ya neema. Praise God. Amen. By abstaining, Kule kwa kujitoa, kwa kujitoa from what you realize kwa kile ambacho has umetambua caused you to kimekufanya be in that state of Christianity. hata kutoka katika maisha ya Ukristo. Praise God. Amen. That is how to manage Hiyo ndivyo utasimamia your Christian life, maisha yako ya Ukristo, to make it bear the desired fruits kuyafanya aweze kuzaa matunda in your life, katika maisha to yako, be able to yaweze command the true Christianity, kuamurisha Ukristo wa ukweli, where everything wapo kila is kitu available to kinapatikana him that believes. kwa ule ambaye anaamini. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Let us stop living by assumption. Wacha tuache kukaa maisha ya kutoelewa. Na ni wewe uhakikishe ya kwamba roho yako inakaa kama Roho Mtakatifu, inakaa kama Roho wa Kristo. Yaani uishi maisha ambayo ndani ni kama Kristo. Na ukiishi namna hiyo, basi kile kibali kilikuwa juu ya Kristo wakati alikuwa hapa duniani kitakuwa juu yako. Bwana asifiwe. Praise God. That is the way you can come out of the mud where you are stuck. Hiyo ndio njia unaweza ukatoka katika matope ambapo umekwama. You believer, wewe unayeamini. Praise God. Amen. There's no use of singing here. Hena maana wewe kuimba hapa. Just to make yourself feel good. Yaani wewe ujipendekeze mwenyewe unajisikia and give the picture that you are a child of God. Na unaleta mfano, tunakuona mfano mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu. When you know deep in your heart. Tena unajua ndani ya moyo wako. You don't even know how it feels to be a child of God. Hata hujawahi hata kuishi vile inatakana mtu aishi kuwa mtu wa Mungu. And then you are here playing keyboard. Na uko hapo unacheza keyboard. You are here playing drums. Uko hapo unacheza ngoma. You are here singing. Uko kwa microphone unaimba. With your microphone. Na microphone. The Bible says the sacrifice of the wicked ya kwamba sadaka ya wenye dhambi is an abomination to the Lord. Ni chukizo mbele za Bwana. As long as your heart is not right with God. Kama moyo wako hauko tayari na Mungu, you are only giving the sacrifice of a wicked man. Hiyo ni sadaka ya wenye dhambi. You are only giving the sacrifice of a wicked woman. Unapeana sadaka ya wenye dhambi. You are only giving the sacrifice of a wicked girl or boy. Unapeana sadaka kama ni msichana, kama ni mama, sadaka ambayo ni
chukizo mbele za Bwana. And when you are doing so, na ukiwa unafanya hapa, it annoys God. Inamkasirisha Mungu. He says, anasema, I wish my son and my son ningependa at least mwanangu huyu, mtoto wangu would huyu, turn to me angenigeukia and acknowledge me na kanijua as his personal savior, akanichukue kama mwokozi wa maisha so that yake, whatever is doing, so that vyovyote anavyofanya I can release a benefit, niweze I can kuachilia release a mapato, pay mafanikio in our life, katika maisha in yake, his life. katika maisha yake. Praise God. Amen. Because the Bible says Maana Biblia God inasema has good thoughts for us. Mungu ana mambo mema kwa ajili yetu, Thoughts for welfare, ya kutushughulikia, not for destruction. maisha mema, si yale maisha ya To give us kutuangamiza, a future we hope for. kutupatie maisha yetu mazuri ya Praise ya God. usoni. But it is only us. Lakini ni It's sisi, only us ni sisi who have tied God's hands. baba, tumezuia mikono ya We have Mungu, blocked God. tumemzuia Mungu, We have not justified him to hatujamtambua be able to release into our hands aweze kuachilia that katika which he maisha has yetu, promised, na vile vyenye ametuahidi, because we are not conforming ya kwamba atulete kule uhakikisho to his call for godliness, ya kupokea ule uungu to ndani the yetu fear of kwa God ajili ya kumwogopa in Mungu our life. katika maisha yetu. Praise God. Amen. So please, Sasa tafadhali, it will do you better. Itatusaidia sana, It will do you better itatufanya vyema to sana. sit this side first. Ukae sehemu hii, This side first. ukae sehemu hii Not kwanza, here. si hapa, Until you know Christ as your personal mpaka Savior. wakati utakapojua Kristo kuwa Until mwokozi you wa make maisha up yako, your mind. aweze kuamka katika akili yako, And you make up your mind utengeneze akili to yako, lead an upright life ukae maisha before matakatifu God. mbele za Mungu. Or otherwise, Ama kama si hivyo, whatever you are doing here, wakati chochote unachokifanya it hapa, is nuisance to God. hiyo ina maana kwa It is Mungu, nuisance to God. ina maana kwa Mungu. When you stand in the pulpit, Kama wakati ukisimama kwa madhabahu, you only benefit kule kufaidi kwako, the works of your hands in the pulpit. hii matendo unayofanya hapa When you are a man who strives for a clear conscience before men and God, kama wewe ni mwanaume mwanamke yoyote mbaya, unasimama unang'ang'ania dhamira safi mbele ya Mungu na watu. Bwana asifiwe. Amen. Hautasema Mungu ananijua, wacha waseme. Kama wanasema, hebu wewe tafuta ujue kama wanachokusema ni cha ukweli. Don't live by assumption. Kama wewe uko sawa na uko straight, sio Mungu peke yake atashuhudia, hata watu watashuhudia. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema watakosa ya kukusema, watatafuta ya kukusema, hawatawahi pata. Bwana asifiwe. Na mwishowe watajumuika na wewe katika wokovu. Hivyo ndivyo kushuhudia kwa matendo. Amen. Wacha maneno peke yake. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. It is sad. Inasikitisha. It is sad. Inasikitisha sana. When the same kind of an experience, katika ile njia yote ya kuelewa, the same kind of ile njia ambayo tunayofanya mambo. Praise God. Amen. He's also experienced hiyo nayo with the men of the cloth. Hiyo nayo pia inaingia katika wale watu ambao wamesimama hapa. It is time, ni wakati, if you have the title of a pastor, kama you must live straight. Umeitwa pastor, lakini lazima ukae sawa. Otherwise the broom of God, wale kama si hivyo, ile kifagio ya Mungu, it is being released. Iye inaachiliwa. It is being released from the grace of God. Kutoka katika neema ya Mungu. It will sweep all the chaff. Itafagia kila uchafu. Itafagia kila uchafu. And throw it. And throw it nesukume out of the pulpit. Kutoka kwa madhabahu. It will be dangerous. Itakuwa ni hatari sana. Kwa mtu who is not upright. Mbaya hauko sawa. To stand in the pulpit. Kusimama kwa madhabahu. Some of them will stand here and collapse and die. Na watakufa na watakufa. Because God maana Mungu will have said enough is enough. Mungu atasema inatosha. Hayuko tayari for his people kwa watu wake to continue being deceived. By people who preach what they don't live. Wanahubiri chenye ambacho si walivyo.
ambao wanahubiri uongo, ambao wanahubiri maji na wanaleta vinyo. A change is coming. Amen. And a change must come by the hand of God in the church of Jesus Christ. Praise God. Amen. Amen. We must live right. Lazima tukae sawa. We have to live practical. Lazima tukae tukiwa na matendo. God is practical. Mungu ni Mungu wa matendo. How can we be sons? Sasa sisi tutakuwaje watoto wake? And we live imaginary life. Na sisi tunakaa maisha ya live as per the word of mouth. Tunaongea tu kwa vinywa vyetu. We talk things. Tunaongea vitu that are not really in our life. Bavyo haviko ndani yetu. How are we really sons of God? Sasa tutakuwaje watoto wa Mungu wa kweli? My Lord. Even a fool. Hata mjinga. Will tell you. Atakwambia. Such people. Au watu. Are not truly sons of God. Watu si kweli watu wa Mungu. Kwa sababu a lion Simba bears a lion. Anazaa simba. And a lion na simba behaves like a lion. Anatembea, tabia zake ni za kisimba. A cow na ng'ombe bears a cow. Anazaa ng'ombe. And a cow na tabia like a cow. Na tabia zake ni za ng'ombe. There is no way a lion hakuna vile simba will yell more. Atazaa ng'ombe ama atalia No. A lion simba will yell. Yeye atanguruma. A very strong voice. Praise God. Amen. That sends all the beasts, all other animals. Sasa inamaanisha kwamba wale wanyama wengine wote for safety. Au wote watakimbia kujiokoa. Praise God. Amen. There is no way a dog. Hakuna vile umbwa will bear a cat. Atazaa. And a dog na huyo mbwa will behave atakuwa na tabia like his mother kama ule babake. And if it is not behaving kama hatakuwa na mnayo like his mother na mamake, then it loses identity. Sasa hapo ule ufafanuzi wake hata unajiuliza huyu ni umbwa ama ni nini? It loses his identity. Hata huwezi kumuelewa. Why are we Christians? Kwa nini sisi ni Wakristo? In the church of Jesus Christ. Katika kanisa ya Kristo. Enjoying tunafurahia lives of no identity. Ule maisha ambayo hata hayana uzima wa lives of Christianity maisha ya Kristo without identity. Hatujulikani, yani hatutambuliki. We are not behaving like Christ. Hatutambuliki maana tuko kama Kristo. And we are not inheriting. Hata tutambuliki. What is the one we call our father? Hatufanani na yule ambaye tunamuita baba yetu. We are not inheriting abundance. Hatuna ule uhakika wa kila kitu, utoshelezaji wa baraka. Fulfillment. Yani utoshelezaji. Hapa duniani. Praise God. Amen. We are not enjoying the use of the power yani of Jesus Christ. Wa Yesu Kristo. We rebuke in the name of Jesus. Tunakemea katika jina la Yesu. And everything remains the same. Na vitu vinabaki kawaida vile vile tumeviacha. And we stand here and say, na tunasimama hapa tunasema, he is healed. Amepona. He is healed. Amepona. As he goes, he will be healed. Atakuwa amepona. The power of God is instant. Nguvu za Mungu. The power of God is instant. Nguvu za Mungu ziko. Engaged. Kama kwenda tazingiza. The moment I lay my hands wakati nitakapowekelea mkono wangu on somebody juu ya mtu and nothing happens, na hakuna kitu kinafanyika, I go asking myself questions. Mimi naenda najiuliza. I go asking myself questions. Naenda nikijiuliza. And what is the questions? Na swali gani? I start asking myself. Naanza kujiuliza mimi mwenyewe. What is wrong with me? Or is it because I did not prepare myself in prayer and fasting? Kwa maana sikufunga na kuomba. I ask myself questions. Najiuliza maswali. Why do I do so? Kwa nini vinakaa namna hiyo? Because I know maana najua the power of God nguvu za Mungu is real ni kweli and practical. Na zinafanya kazi. It is real and impactful. Na zina nguvu. Where it is applied, mahali imetakikana, nothing remains the same. Vitu haviwezi kubaki kawaida. Things must change. Lazima vitu vibadilike. Praise God. Amen. That is the kind of a regard. Hiyo ndio njia we should have ambapo tunafaa kuwa nayo as ministers kama watumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Mungu, as believers kama waaminiwa in Christ. Katika Kristo, ask yourself, jiulize, why this sickness? Kwa nani magonjwa haya? When you get sick, ukigonjeka, you should not just say huwezi kusema usiseme tu. Hiyo ni ya kawaida. It is not normal for a Christian. Yeah, it's not si ya kawaida kwa Mkristo. It is not normal for a Christian. Si ya kawaida kwa Mkristo. To be sick. Kuwa mgonjwa. And this is the proof. Na hii ni hakika. Christ never became sick. Hakuna siku Kristo aligonjeka. Christ never became sick. Hakuna siku Kristo aligonjeka. Not even of flu. Hata si kwa mafua, hata si mafua. So if we rise to perfection. Sasa kama wewe utakaa hali ya
rise to perfection, kama wewe utainuka as Christians, kama Mkristo, as Christians, kama Mkristo, all sicknesses magonjwa will yote disappear. yatakuondokea, All sicknesses yatapotea, will scale yatakufa, far away from you. watakaa mbali na Praise wewe. God. Amen. Because they will have no ground. Amen. They have no right hawana to be in mahali your body. pa kukufikia Because wewe your body na kujaa mwili is wako, holy. maana mwili wako ni mtakatifu. Holy. Mtakatifu. Praise God. Amen. So it is not for us believers to fear death. Sio sisi wa Kristo ambapo waaminiwa The kuogopa devil has kifo. been using that. Shetani alikuwa anatumia hiyo. The fear of death. Ya watu naogopa To kifo. make us misbehave as Christians. Hata tunafika mahali pia tunatoka katika utukufu wa Mungu. Why? Kwa nini? Because we start saying, if we do this, Kwa maana nasema tukifanya hivi, if we don't compromise, if we are risking death. Hatutaanza kunungunika. Praise God. Amen. If we could understand Tungeelewa the perspective of God ile mwelekeo wa mapenzi ya about us Mungu Christians, kwa ajili yetu sisi we wa Kristo, will never be worried about death. tusingeogopa Praise kifo. God. Amen. Death would be welcome Ya kifo tungekikaribisha when it is God's time. kama ni wakati wa Praise Mungu. God. Amen. Praise God. Amen. We will not be intimidated by circumstances Tusingetingishwa na kutishwa that na are vitu threatening vidogo. our lives. Hivyo ambavyo In vinashika any maisha yetu. case, Hiyo ambavyo katika our hali yote lives maisha yetu are hidden ndani yamefichwa with Christ kuna Kristo in God. katika Mungu. What you can interfere with is only the body. Sasa kitu gani ambacho tunaweza Only the body you can interfere with. But my life, lakini maisha as I yangu stand here, vile nimesimama is hapa, hidden imefichwa with Christ pamoja na at the Kristo right hand katika- of God katika in Mungu heaven. mbinguni. Forward ever, Milele na backward milele. never. Praise God. Amen. 1 Chronicles 16:29. Give the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him, or worship the Lord in the beauty of holiness. That is the condition. Worship God in the beauty of holiness. Mwabuduni Bwana kwa uzuri na In utakatifu. the beauty of holiness. Katika Meaning utakatifu. you have to maintain an upright life. Inamaanisha ya kwamba lazima utengeneze maisha matakatifu. So that your worship Ya is kwamba- acceptable before God. kwamba kuabudu kwako kukubalike mbele za Mungu. So that your ministry Kwamba huduma yako be acceptable ikubalike before God. mbele za Mungu. Praise God. Amen. So that your life Kwamba maisha yako be acceptable yakubalike and blessed of God na barikiwe na Mungu here on earth. hapa duniani. So that you pass your exams. Sasa upite mtihani You wako. who is in school. Wewe ambaye uko shuleni, So that you get a job. wewe upate kazi. You who has finished college. Wewe ambaye umemaliza college. For God Wa to Mungu, be able Mungu to awaze answer the prayers of your heart. kujibu maombi ya kinywa chako. The condition is Ya mpango ni kwamba you must lazima worship him in umwabudu the beauty of holiness. katika utukufu wake na You ukweli. must Lazima live a life ukae maisha that is upright, ambayo maisha upright matakatifu before God. mbele za Mungu. Praise God. Amen. You must live a life Lazima ukae maisha, whose motive and effort yani mtazamo na juhudi is to please God, iwe ni ya kumpendeza and Mungu. the initiatives na ule msukumo is toward godliness. unatembea katika uungu Every hour, kila wakati, every minute. kila dakika. Not that today Si leo you are living for God, unakaa kwa ajili ya Mungu, tomorrow kesho you have forgotten umesahau that you are godly. ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu. That is the life Hiyo ndio maisha that causes Christians ndiye inaletea Wakristo not to enjoy ambao the wasifurahie continuous flow kuendelea of the favor of God, kwa mapato ya Mungu, kibali ya Mungu over their lives. juu ya maisha yao. That is what makes Hiyo ndiyo inafanya the ministers of the word of God watumishi wa neno la Mungu not to command, wasiamurishe the favor over their ministry kibali cha Mungu juu ya huduma zao kutoka kwa Mungu. Praise God. Amen. That's why Hiyo ndio sababu we live lives tunakaa maisha as though we are planting in a desert ni kama tunapanda katika jangwa where there is no rain. ambao hakuna mvua.
Where there is no fertility. Hapana fertilizer. Praise God. Amen. We must lazima strive to live upright lives. Maisha mazuri. Maisha matakatifu. Paul says, Paulo anasema, I do what it takes. Nafanya kivyo vyote. To strive, nikingangana, to maintain kutengeneza, a clear conscience. Kutengeneza dhamira yangu ewe safi. Bwana asifiwe. Amen. Yaani unang'ang'ania kuhakikisha kila wakati dhamira yako iko safi mbele ya watu na mbele ya Mungu. Haina vyaka. Kwa sababu wewe mwenyewe ujivyake. Paulo akasema, mimi mwenyewe sijivyake. Nani atakaye ni hukumu? Lakini Biblia inasema kama unajivyake na unaona tu kuna vitu tu na wewe tu umeziassume tu na unaishi tu na unakuwa yani umetosheka tu, you are comfortable with it. Bwana asifiwe. Hata kama unajua hii iko kando ya mapenzi ya Mungu. Wakati unajua iko kando ya mapenzi ya Mungu na unaendelea kuinasi katika maisha yako kwa sababu ya ile kujua peke yake, hiyo ni kujivyake. Where there is no knowledge of sin, there is no account for the law. Amen. Praise God. Wale hakuna sheria, hakuna dhambi. Pale kuna sheria, kuna dhambi. Yes. Praise God. Na kama unajua ile maisha unaishi haiko sawa na wewe umetosheka tu kukaa namna hiyo, unakuwa si mtu ambaye mtazamo wake ni kudumisha dhamira safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu anaangalia hiyo. Yaani Mungu anahukumu kusudi ya moyo. Saa ingine hata hukumu matendo. Anahukumu ukifanya hiyo kusudi yako ilikuwa nini? Yaani ulipanga tu mwenyewe na ukakusudia na ukafanya. Na ukaishi namna vile unaishi. Hali imekukujia ambayo ilikuwa is beyond your ability to contain. Na ukafanya, umeingia katika dhambi. Katika hiyo hali Mungu anaangalia kusudi. Kama kusudi ilikuwa sawa, ilikuwa straight, Mungu akuhukumu. Kama ukusudi ilikuwa kombo, Mungu anakuhukumu. Sababu Biblia inasema kama dhamira yako inakuhukumu, Mungu ni zaidi ya dhamira yako na hata kuhukumu zaidi. Na sisi tunaishi na hukumu na tuko comfortable. Praise God. Praise God. We should have confidence to stand before the congregation, before the world, and tell them na tuambie we are the saints of God. Sisi ni watakatifu wa When Mungu. we believe so, na tunaamini and we know so, na tunajua ndivyo when we gauge our lives, tumejipima. Praise God. Amen. That is a kind of a status. Hiyo ndio hali tunafaa of a Christian ya Mkristo who would command the favor kibali of God ya Mungu in his life katika juu ya maisha yake. Praise God. Amen. Jeremiah 15:16. Amen. Your words were found and I ate them. 15:16. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Maneno yako yalipatikana na nikayakula. Na maneno yako ndiye furaha na tumbuisho ya moyo wangu. Mkristo, una hiyo incentive in yourself ya kupenda neno la Mungu kiasi hiyo that the word of God to you is like food. Ya kwamba neno la Mungu kwako liko kama chakula. Whenever you miss it, wakati wote utakapolikosa, you feel there is something wrong. Unasikia kwamba kuna mambo hayako sawa. As when you miss food, kama vile unavyokosa chakula, you cannot afford not to realize kukosa kujua that there is something wrong. Ya kwamba kuna kitu kakiendi vizuri. That's why David is saying, ndio maana Daudi anasema, your words were found. Ya kwamba maneno yako yamepatikana. And I ate them. Na nikayala. I ate them. Nikayala. Why? Kwa nini? Because kwa sababu of the benefit kwa ile I understood naelewa of
eating, on grasping your word in my life. Praise God. Amen. That is putting God first Hiyo ndio kuweka Mungu mbele kwanza in your life. Katika maisha yako. Because of understanding hiyo ndio kuelewa the benefit of having God ya kuwa na first Mungu, place kumpatia in your life. ya kwanza katika Praise maisha yako. God. Amen. That is a kind of a motive Huyo ndio matumaini ya mtu wa Mkristo should command ambaye anawaamrisha for him to be one of the posterity yeye kuwa that mmoja God has blessed ya wale watu ambao Mungu amewabariki here on earth. hapa duniani. Praise God. Amen. I believe Naamini from here kutoka hapa things will be different.